Mwaka mpya unapofika, hujenga matumaini mapya kwa wengi, hamasa ya mabadiliko na ndoto za maisha bora. Ni kipindi ambacho wengi hutafakari yaliyopita, kutathmini walipokosea na kuanza kupanga upya safari ya maisha kwa matumaini ya kufanya vizuri zaidi. Hata hivyo, katika jamii nyingi barani Afrika, utamaduni wa kujiwekea malengo ya mwaka bado haujakita mizizi kwa kiwango kikubwa. Wale wachache wanaojaribu mara nyingi hukosa mikakati thabiti ya kuyafikia malengo yao, huku mifumo ya maisha, ukosefu wa fursa na uhaba wa kipato, hususan katika mwezi Januari unaotajwa kwa mwezi tasa wa kiuchumi, ukigeuka kwa vikwazo vikubwa. Katika ripoti hii tumezungumza na wakazi wa jiji la Dar es Salaam kufahamu iwapo kuanza kwa mwaka mpya kunawapa nafasi ya kurekebisha makosa ya mwaka uliopita na kujenga matumaini mapya. Aidha, tumefuatilia kujua kama mwezi Januari unaleta ahueni au bado ni mzigo mzito unaoathiri uwezo wao wa kupanga na kutekeleza malengo yao ya maisha. Mwaka huu umeanza vizuri, ila hatuwezi tukajua hapo mbeleni kutabadilika ama kutakuwa na mabadiliko yoyote. Kwa hiyo unaangalia ni makosa gani ambayo umeyafanya mwaka uliopita ili uanze nayo mwaka unaofuata. Zaini utaendelea pale ulipoishia. Na imani ukianzia moja utafanikisha mazoezi mengine yanayofuata. Kikubwa ni kujitambua na kujua nini unachokifanya, kwa sababu wanasema kwamba siri ya mafanikio yako, msiri wa kwanza ni wewe mwenyewe. Mwaka unapoingia watu wana mambo mengi, wanasema mwaka ukianza si nitatimiza vipi, lakini paka mwaka unakuja kuanza hujatimiza kitu chochote, ina maana mambo magumu. Mwaka wako umefeli, unauangalia uloanza. Je, utafanikiwa kuweka malengo yako uloyapangia? Kama ulisema unanunua kitu, je, kile kitu utafanikiwa kukinunua? Mwezi wa Januari, mwezi una ugumu fulani hivi. Hiyo huwezi kukimbia, lakini tunapambana hivyo hivyo. Pana uchumi wenyewe ushayumba, upepo mkali, biashara zenyewe tunategemea samaki. Samaki ndo kama hivi. Upepo mkali, samaki hawapatikani, ukienda unapata bei. Ni mgumu kweli. Maana mpaka dakika hii hatuelewi. Kesho kutwa watoto wanaenda shule. Sina daftari, hana viatu, hamna begi, ada 1,500,000. Kina mama tuendelee tu kupambana, tusivunjike moyo, tuendelee kukomaa. Kama kuna watoto watasoma kivyo vyote vile, mtu utapambana, utanini, hautaweza kumwacha azagae nyumbani. Lazima utakomaa, utafanya unachokiweza ili mradi maisha yaendelee. Mungu ataleta heri mpaka tukifika mwezi wa 6 wa 5, inawezekana mambo yakawa mazuri. Pambane hivyo, maisha sio rahisi, pambane tu. Tusivunjike moyo. Sawa. Hata ukimlilia nani, hakuna atayetoka huko jirani labda aje akupatie labda chukua kiasi hapa kidogo useme nashukuru. Hapana. Zaidi ya kukomaa nguvu zako mwenyewe. Yani wewe juhudi yako ya kazi. Ndo juhudi yako ya kipato chako. Unaambiwa safari ni kujihimu, kuianzia moja ili ufike namba 2. Lazima uanzie huku chini. Hakuna atakayekuletea pesa hata siku moja. Kikubwa kujitambua na ujue nini unatakiwa ufanye kama kijana. Tuepuke makundi ya hovyo, uvutaji wa bangi, sigara, pombe na kufanya vitu vya hovyo. Kikubwa tupambane kuangalia maisha na familia, na tuangalia nini na tunatakiwa tufanye nini.